kuhusu mswada wa fedha wa 25-26, naweza kusema kweli limeangalia kidogo kupitia pale, haijaangazia mwananchi wa chini kabisa. Hii lengo lake imekuja kuumiza mwananchi wa chini. Ukiangalia vile vitu mwananchi wa chini anavitegemea, kwa mfano nimeona wanasema wanaongeza ushuru kwa avocado, majani na kahawa. Kusema kweli ukigusa hizo vitu ndio mwananchi wa kila siku, ndio vitu ambao mwananchi Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Huku serikali ikiendelea kujiandaa kutengeneza mswada wa fedha wa mwaka wa 2025-2026, Wakenya wameanza kutoa maoni yao kuhusiana na yale mambo ambayo yamependekezwa katika finance bill. Waziri wa fedha John Mbadi hivi majuzi akiwa pale kwenye bunge la kitaifa aliweza kudokeza ni mambo gani ambayo yamewekwa ndani ya finance bill ya mwaka wa 2025-2026, na alikanusha madai ya kwamba serikali ya William Samoei Ruto iko na mpango wa kuongeza ushuru, na kuna bidhaa na vitu ambavyo vimeongezwa ushuru, ikiwemo pia payslips, watu ambao wanalipwa ile tax ya PAYE pia itaongezwa kwa kiwango fulani. Na wananchi wamekuwa na maoni tofauti wakipinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2025 kama tu vile ambavyo waliupinga ule mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 kupitia kwenye yale maandamano ya mwezi wa 6 mwaka wa 2024. Na sasa watazamaji wangu, huu mwaka wa 2025 huenda Wakenya ama vijana wa Gen Z wakaamua kujitosa tena kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2025 endapo serikali ya Kenya Kwanza itaongeza ushuru, iongeze tax kwa wananchi ama kwa bidhaa ambazo ziko hapa nchini Kenya, kuwafanya wananchi wagaramike zaidi, gharama ya maisha iweze kupanda. Kabla ziendelee zaidi watazamaji wangu, ningependa kuwapatia fursa msikize haya maoni kutoka kwa Wakenya na pia kutoka kwa waziri wa fedha Mheshimiwa John Mbadi. Lakini kwanza watazamaji wangu, na waomba kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. I'd like to start by saying legislators cannot oversight this government because they themselves are not a good example. In fact, they enable budgeted corruption in the finance bill so that they can benefit themselves. Tell me why, sir, you MPs have already passed 600 million to the KRA to change their system to be able to access our M-Pesa and our bank transactions already. You did that yesterday. In fact, on 2nd June, that is what they were doing in Parliament. Tell me why Kimani Ichung'wah stands in front of us and says that bills are passed that we have already refused through public participation, and they are passed and there is nothing we can do about it. Tell me why Kuzurura Bila Break is going around giving out and dishing out money, yet the radiotherapy machine in Kenyatta National Hospital is not working. Tell me why Kindiki is going around dishing money in Mount Kenya, 50 million plus in a month, yet you are reducing expenditure in essential services like CBC, like school feeding program, like Kutoa Linda Mama. Tell me exactly why these people are in place. And if at all you had very good intentions, sir, you would be the first person to put an impeachment motion to take this government home. That is a challenge to you. Of 2025, we have done two things. Number one, we are proposing to exempt packaging materials used for tea and coffee from VAT. This exemption will only apply when packaging materials are imported or locally purchased, with a recommendation from the Cabinet Secretary responsible for agriculture, given that the use of these materials isn't exclusive to coffee and tea packaging. This measure aims to protect these crucial sectors while also safeguarding government revenue. But the second thing that we have done is under custom duty. On the custom side, Mr. Speaker, last year Kenya was granted a stay of application of the ESC Common External Tariff on certain paper products to apply a higher duty rate of 25 to 35% to support domestic packaging materials. However, this negatively impacted exporters such as the tea industry. To address this, Kenya did not request an extension of the stay of application of the ESC Common External Tariff.
on these paper products during this year's EAC pre-budget consultations, which I led in Arusha. And actually now, Mr. Speaker, I want to report that we have gone back to the EAC CET rates of 10% like any other country in the East African region. On question number 35B, what specific taxation measures is the ministry planning to implement in the financial year 25-26 to eliminate double taxation and other necessary taxes that overburden farmers and stakeholders in the tea industry? I wish to respond as follows. I would like to clarify that there is no double taxation in the tea subsector. As regards to specific tax measures for the coming financial year, we are currently reviewing submissions from the public, but we have already reviewed the submissions from the public anyway. I think this answer should be amended to read that we have already considered and have just read some of the steps that we are taking to reduce taxation, which would support the tea subsector. So I have mentioned that the various incentives. I don't want to repeat them again. I want to go straight to 35C, Mr. Speaker. Could the Cabinet Secretary outline the challenges faced in previous attempts to eliminate some of these taxes and levies on tea and explain action taken to address them? I wish to respond as follows. While there may be challenges affecting the tea subsector, Honorable Speaker, the national government continues to extend numerous incentives to the subsectors outlined above. From consultation with the regulations of the tea subsector, various actions by various government entities are ongoing to address the burden of the fees or levies in the tea subsector. Some of these measures include enactment of Tea Act 2020, which reduced the management fee payable by tea factories. Kama chama cha DCP tumeweka wataalamu wetu wa hesabu na wa economy watuangalilie mambo ya finance bill pahali inafinya wa Kenya. Alafu mimi mwenyewe kwa niaba ya chama nitatangaza msimamo wetu. Mwaka wa 2024 nilimwambia William Ruto wa Kenya hawezi kubali finance bill. Akasema mimi ninachochea watu. Akasema mimi ninachochea Gen Z. Sisi kazi yetu ni kusikiza ground na kuambia serikali mambo ya ukweli. Kwa hivyo tukishakagua hiyo finance bill, tutatangazia wananchi msimamo wetu kama chama na kama taifa. Na mtazamaji, mengi yamesemwa kuhusiana na hii finance bill ya mwaka wa 2025-2026. Lakini ni ipi ndiyo picha kamili ya yale mambo ambayo yamedokezwa katika hii finance bill? Mbunge wa eneo bunge la Githunguri Mheshimiwa Gathoni wa Muchomba hapo awali alikuwa ameanza kuwaelimisha wananchi kuhusiana na yale mambo ambayo yamependekezwa pale ndani. Huenda tax hazijapendekezwa uweze kuziona wewe mwananchi wa kawaida, lakini tax zimewekwa kule ndani. Tax ambazo zitakuadhiri wewe mwananchi na maisha yatapanda juu. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe mwananchi, wakati hii finance bill itaingia upper ground, kuanza kufanyiwa public participation. Je, utakuwa na maoni gani? Utaikubali ama utaipinga? Lakini kwanza acha tusubiri hii finance bill iweze kukuja, tuone ni nini ambacho kiko pale ndani. Serikali ya Kenya Kwanza, je, itaongeza ushuru ama itapunguza? Acha tuone vile ambavyo itakuwa. Lakini kwa sasa hivi bado tujapata picha kamili ya mambo ambayo yamependekezwa ndani ya hii finance bill ya mwaka 2025-2026. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini wewe mtazamaji, sijui uko na maoni gani kuhusiana na hii finance bill ya mwaka 2025 na 2026. Je, unaona ni finance bill ambayo itakuja kuteremsha ushuru ama itakuja kupandisha ushuru tena? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji. Na kabla hajatamatisha, ningependa kukumbusha tena mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Msene bali watazamaji, nitakuwa rejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.